Mambo vipi mtazamaji wa Bigane TV, ni kuelekea mchezo wa kesho ambapo Dodoma Jiji wanakwenda kukutana na Dar es Salaam Young Africans ambayo katika dimba la New Amani Complex, na tayari nimeshuhudia kikosi cha Dodoma Jiji kikiwa kinafanya mazoezi ya mwisho, na hapa sambamba niko na msemaji Mpunga Moses. Tutazungumza yale ya kimichezo, maandalizi kwa ujumla. Bwana, mambo vipi? Safi. Mambo yanakwenda? Namshukuru Mungu. Bwana, mazoezi ya mwisho yamezingatiwa? Mazoezi ya mwisho yamezingatiwa. By the way, mechi kama hii huwezi kutegemea mazoezi ya leo kwenda kupata ushindi kwenye mchezo wa kesho. Ndio. Kwa hiyo generally tulishamaliza mazoezi mrefu. Hapa ni kwa ajili tu ya kupata misuli kwa sababu tumesafiri asubuhi. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kama nilivyosema, hatujawahi kama timu kufika Zanzibar toka tumepanda ligi kuu. Kwa hiyo ni lazima ufike uone mazingira ya uwanja, usiwe mgeni kabisa, kupasha misuli kidogo kwa sababu ya recovery ya safari na vitu vingine kama hivyo, ili tuweze kucheza mchezo wa kesho. Kwa hiyo ni mchezo muhimu, ni mchezo wa kawaida kama michezo mingine. Tofauti ya huu ni mchezo wa mwisho kwetu sisi, mchezo wa mwisho wa kumaliza au kufunga ratiba ya ligi kuu Tanzania bara ya NBC msimu wa 2024-2025. Moja kati ya misimu migumu sana, moja kati ya misimu mizuri sana ambayo tumeona mambo mengi sana mazuri na mengine tumeona mambo mengi, lakini kikubwa ni pongezi kwa bodi ya ligi, TFF na wote ambao wanasimamia mamlaka za soka nchini, wizara ya michezo kwa ambacho wamekifanya. Kumbuka huu ndio msimu ambao ligi yetu imeshika nafasi ya 4. Huu ndio msimu ambao ipo klabu kutoka kwenye ligi kuu inashika nafasi ya 4 kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ni msimu wa kihistoria. Ulikuwa ni msimu mzuri, na sisi kama Dodoma Jiji we feel very proud kuwa sehemu ya msimu huu. Kwa hiyo mafanikio ambayo unayaona ya ligi kuwa nafasi ya 4, Dodoma Jiji pia tumechangia kwa sababu ni ligi ambayo sisi pia tunashiriki ndani. Kwa hiyo ni mchezo muhimu kwetu, na ni mchezo ambao tunaingia kwa tahadhari kubwa tukiwaheshimu Yanga, kwa sababu siri mojawapo ya ushindi ni kumrespect opponent wako. Kwa hiyo tunawaheshimu Yanga, tutaingia kwa tahadhari kubwa, lakini ni mechi ambayo kimsingi sisi na wenzetu, sisi hatuna pressure. Umeshanielewa vizuri? Sisi hatuna pressure yoyote, hatushuki daraja na hatuendi kugombania ubingwa. Hata kama tukishinda hii mechi, hatushiki nafasi ya 4 kama tunataka kwenda kimataifa. Unadhani wenzenu wana pressure yoyote kuelekea mchezo wa kesho? Wao wana pressure kwa sababu wamepishana pointi moja na mzee mwenzie, umeshanielewa? Kwa hiyo wao watajuana wenyewe na Simba. Lakini sisi kama Dodoma Jiji hatuna mtu ambaye tunakimbizana naye. Kikubwa tu tunatamani tushinde mchezo wa kesho ili tuongeze alama, tusogee angalau kwenye nafasi 2 pale juu. Hata tukimaliza kwenye nafasi ya 6 au ya 7, kibiashara kwetu, jicho la kibiashara ni nzuri. Endorsement, wawekezaji, sponsors, fan base ni vitu muhimu kwenye timu. Kwa hiyo sisi hatuna pressure sana kama walivyokuwa na pressure wenzetu, na unajua, yani ikitokea tukapata matokeo kesho au tukapata hata sare, kwake ni damage kubwa, umeshanielewa? Lakini sisi kwetu tukipoteza ni damage kubwa, ni damage kubwa pia, kwa sababu hatujawahi kushinda mbele ya Yanga. Kwa hiyo maana yake tutakuwa tunaendeleza ule uteja, kitu ambacho hatukitarajii kwa siku ya kesho. Kwa hiyo ni waombe mashabiki wajitokeze kwa wingi hapa Amani Complex, lakini pia hata kwenye runinga zao wajitokeze kwa ajili ya kuangalia mchezo huu muhimu, mchezo mzuri, mchezo wa kufunga ligi kwa sisi Dodoma Jiji. Ndio. Mnapokwenda kukutana na mtani kama Yanga ambaye ana pressure kubwa ya kutaka matokeo, pengine nini hasa mnatazamia, msemaji, kama Dodoma Jiji? Pengine mnatazamia mchezo wa namna gani? Sisi kama Dodoma Jiji, kwanza mchezo huu hauhitaji mazoezi makubwa. Eti ukeshe uwanjani ili kesho ndo uje eti upate matokeo. Never, you will never get that results. Kwa sababu mchezo kama huo unahitaji akili tu. Mentality uwe sawa, physically uwe sawa, psychologically uwe sawa. Kwa hiki ni kipindi kuelekea kwenye michezo kama hii, sisi watu wetu wa saikolojia, madaktari wetu huwa wanatumia muda wao mwingi, ndio kazi kubwa huwa wanaifanya hapa, kuhakikisha kwamba akili za wachezaji zinatulia. Kwa kikubwa ni
kutuliza atmosphere, kuwapunguza, kwa sababu ni michezo mikubwa, of course ni timu kubwa, of course hatuwezi kukataa hilo. Lazima pressure inakuwa juu. Kwa hiyo kazi kubwa ya walimu, benchi la ufundi na wataalamu wa afya, saikolojia na vitu vingine, ni kazi yao ni kutuliza atmosphere ya club, na hilo tumekwisha liweza. Na ndio mechi ambazo umuhimu wa wachezaji wa kongwe pia unaonekana, kutokana na ukongwe wao wanaweza kuhakikisha kama wanakuwa sehemu ya ushauri, michango, ili muweze kudominate mchezo. Yeah. Kwa hiyo mko sawa kisaikolojia, kiakili mko sawa kabisa? Of course tuko sawa kabisa. Kama nilivyokuambia, tunaingia kwenye hii mechi tukiwa hatuna pressure kubwa. Kwa hiyo tunakwenda kuenjoy football, tunakwenda kucheza mpira, na kwenye kutulia, kwenye kutokuwa na pressure ndio kunakuwa na matokeo mazuri. Labda niwaambie watu, yani ukishaingia kwa pupa, unaingia kwa pressure, unaingia kwa hofu, unaingia kwa kupani kwamba lazima nikapate kitu fulani, hapo utapotea. Lakini ukienda ukiwa umerelax, unajua ambacho unakitaka, unajua ambacho unakifanya. Bwana, upande wa wachezaji kama ambavyo umesema, kitimu ni mara ya kwanza mnakanyaga ardhi ya Zanzibar, wamejisikiaje? Pengine wamekueleza chochote? Yeah, of course wamejisikia vizuri, japokuwa naweza kusema robo tatu ya wachezaji wetu Zanzibar sio wageni. Hata sisi kama management wengi wetu pia sio wageni, ushanielewa? Ukiwepo wewe security tunakaa huko. Umeona bwana? Nikiwepo mimi, actually ndani ya mwezi huu nadhani ni mara ya pili nakuja. Kwa hiyo naweza kusema ni platform kubwa. Ndiyo. Lakini pia tuzungumzie swala hile kuhusu wachezaji, hawajisikiaje? Of course wamejisikia vizuri, japo most of them wameshawahi kufika Zanzibar. Lakini kama timu hatujawahi, ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo ni platform nzuri sisi pia kuwa sehemu ya kudumisha muungano. Maana unajua michezo ni vitu ambavyo pia vinadumisha muungano, na tunatamani yani kutokana na atmosphere, viwanja vya mazoezi kuwa rafiki, mji wenyewe ulivyotulia na vivutio mbalimbali, mpaka mtu anatamani kwamba basi hata msimu ujao timu zichanganyike basi. Bwana, za huku za kule, huku hapa na kule. Umeshaelewa? Na nyuma mnakuja huku. Sisi tunakuja, umeona? Kwa kimsingi ni pazuri, tumepapenda, mazingira ni mazuri, tumepokelewa vizuri, wenyeji ni wakarimu sana. Kwa hiyo ni platform nzuri. Nasema visiwa vya karafuu hivi. Visiwa bwana vya karafuu. Umezingatia kanzu semaji. Sasa hili ni vazi ambalo nimekuwa nikilipenda mno, especially nikiwa kwenye maeneo kama haya. Okay. Yeah. Hongera sana, umependeza. Wewe kuna mtu amekwambia kwamba umependeza toka ulikotoka? Hapana, jana. Kwa nini hawajakwambia? Sijui, sasa si ndio mtazamo wa watu. Umependeza sana. Asante. Umependeza sana na umependeza sana. Haya, kwa hiyo niishie hapo kwenye kupendeza sana.